hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. Sikuwa najua, na hapo mimi nikajiandikisha nikajoin. So hata sikufundishwa vile mmefundishwa, kwa sababu Esther unasikia ako na akulu na tunaongea na host, lakini Esther namjua anakujaga Kiambu. Aliponiambia niingie nikaweka hiyo link nikajoin. Kujoin nikapeana nika click nikasema nitapeana my first provide help nikapeana 6,000. Kupeana 6,000 within hapo nikapatiwa hiyo kitu anaita bonus ya 2,000. Siku hiyo ilikuwa poa sana kwa sababu within 2 weeks hiyo 2,000 ilimachua na nikaitisha help. Nikakula within 2 weeks nilikula 2,000 pesa zangu za kwanza za nini? Za MMM. Alafu wakati nilikuwa nakula hiyo pesa sasa hii nyingine ikaendelea. Wakati huko tulikuwa tumepewa Kenya tulikuwa tumepewa ni kama saa hii wakati watu wanalipwa na 50%. Hata siku hiyo ilikuwa ni August. Tulikuwa tunalipwa na 50%. Kwa hivyo pesa zangu wakati ilikuwa mzuri within 1 month mimi nikamachua. Pesa yangu kama nikakuwa bonus nikapeana. Na nikaitisha help. So 50% ya 6,000 ni how much? Sindi 3,000 plus ile 6,000 si 9,000 plus ile 2,000. Kwa hivyo hiyo mwezi nilikuwa ngapi? Nilikula ngapi? 11,000. 11,000 nikarudisha 6,000 na nikabaki na ngapi? Kwa hiyo nilikuwa pesa ngapi? 5,000. Hiyo 6,000 niliweka ya pili, nikakaa Disemba, nikakaja. Kumbe hata kukaa ilikuwa mzuri. Mwezi wa 3 tarehe 26 hata nikumfungulia account yangu vile mfunguliwa. Mimi nilikuwa kwa church. Na nilikuwa nikaa tu nikamwambia pastor yangu, "Pastor, mimi nataka pesa. Na kuna pesa nangoja na hii imekaa sana. And I need that money." Pastor akaniambia tu account nikakuwa nimekuwa matched. Nilikuwa nimebakisha 2,000. Haya hata pasa yangu ndiye nimuonyesha. Kuja nikuonyeshe. Nimekuwa match. Sikuwa na hiyo 2,000. Nikamwambia mimi nikifika nyumbani nipate hiyo 2,000 nikiweka, mimi naamini by jioni nitakuwa na pesa. Tumetoka kanisa saa 7. Nikaenda nikakuta bibi ya my brother. Nikamwambia I want you to give me 2,000 na by tomorrow nitakurudishia. Nasikia vile nimemwambia. Akanipatia 2,000. Nikatumia ule nilikuwa nimeambiwa nimtumie. Nikaona haja akakaa sana bila ku confirm. Nikampigia simu, sijui ni nani. Nikamwambia wewe, angalia uko na pesa, confirm please nipate pesa. Alipo confirm mimi nilipatiwa watu watatu. Mmoja akaniambia nitumie 24,000, mwingine akanitumie 5,000 na watatu anitumie 3,000. Hiyo pesa yote ni pesa ngapi? 32,000. Wacha nikwambie, by 5 siku hiyo mimi nilikuwa na 32,000 kwa my account. School, so you know what internationals they are based on. Some Stephen Telan vitu zingine ndio jua. Wengine wenu tulikuwa na fabric kwa laptop. Hata tujui kufanya wapi kwa pesa nini. Lakini sasa hii sisi pia umeona mzee sasa hii mtu mwingine ambaye we can trade even in international market. Tutajua vitu vingi sana kusoma. Post messages social media, both things in Facebook, WhatsApp, both things post MMM. How to use computer, unajua kutumia computer na simu yako ndio uweze kuoperate account yako peke yake, learn from your guide. Ule ambaye operate kama kidogo endeleza hapo tunafanya wapi, then you will grow in MMM. Lakini tukiweka matashishi kidogo tunafanya you want to grow, tabaki tu hapo wengine unakuja na pita 1 year tena kuona mwenye alipoleta MMM ameenda mbali sana. So these are logistics. So one right decision and one positive action can make you to the whole new level of your work. Kitu ambayo utafanya leo mpya ambayo ni positive katika maisha yako itakuwa katika kiwango kingine katika maisha yako. So wewe mwenyewe decide. One right decision and one positive action can take you to the whole new level of your life. Ukiamua kufanya kitu kingine
mpya ambayo ni right, itakuweka katika new level. Some carry on. Itakuweka katika new level katika maishani mwako. If you want something in your life you've never done before, try a new thing. Kitu yote ambayo hujajaribu katika maishani mwako, wacha wengine jaribu. Hata wengine wanunua pikipiki, wengine wanafanya nini, lakini unaona hiyo samaki umecrowd mali moja, akasema hii chakula tumegawana watu wengi, wacha niruke nifurahie kwa hii peke yangu. Mimi nitafanya hivi. Utawacha ile yote ambayo umesikia katika maisha yako, ndio jaribu leo na mimi. Hiyo ni kuruka in a new field. So try something that you've never done in your life, then you make a difference in your life. In MM, we encourage hard work, sacrifice, struggle, have faith, then be patient. Hard work, sacrifice hii little man ambayo uko nayo. Struggle, because you're trying to get it, put it here. Have faith. Kila kitu tunaweka katika maombi, then ngojea, subiri. Usiwe na haraka, then utaona tofauti. Utafurahia MMM ikikusaidia. Lakini pia na mawazo kuna wengine hata mali hapa haraka. This MMM, you don't get rich quickly. You graduate day by day, then it puts a new level, then utarudi chini, utakuwa tu hapo tu. So this program has really imesaidia wengi wetu sana. 20,000 yako inakupeleka milioni subiri ambayo ndio kwa bank. Mwaka ikiisha utapata kile unahitaji. Katwa. Lakini kile kwa MMM kama mahali tatu. So MMM ndio tunaleta mwanzo mpya. Sasa hivi tunataka kujua teknolojia mpya, tunataka kufurahia. Lakini kwa jukumu unaweka practice. Ndio mahali katika kisha kwamba hapo kama mkopo wewe ujue vile utakalipa. Ndio pia kwa MMM ukikaa kama miezi 2, miezi 3 ndio unasikia uzuri wa hiyo pesa. Mimi mwenyewe brother alikuwa amesema tutoe testimony. Acha nianze na testimony yangu. Mimi mwenyewe niliingia mara ya kwanza kwa MMM na elfu ngapi? 50. Sio 5. 50,000. Nikirisi ile unasikianga mwanaume umerisi iende ama irudi. Nikaweka 50,000. Lakini kitu yenye nilikuwa nafurahia wakati wote ilikuwa 30%. 30% ya 50,000 ni ngapi? Ni 15,000. Sasa mimi nilikuwa nafurahia hiyo 15,000 every month. Mwezi ikiisha nilienda nikachukua 15,000 nikaona imefika 75 na nilikuwa na bonus ya 5,000. Kwa hivyo ilikuwa imeshafika ngapi? Ilikuwa 65 plus bonus ya 5,000 ikafika 7. Nikaenda nikafikiria, nikaambiwa pesa yako imeshatani green, unataka ama hapana? Nikafikiria nichukue yote 70 ama niwache. Tena kitu kaniambia nikichukua yote 70 next time sitaomba. Mnajua hiyo siri moja ya MMM. Ukienda uombe pesa paka account yako ibaki 0, next time huwezi omba. Kwa hivyo kwa MMM as much as tunasaidiana free, hakuna kitu ya free kwa hii dunia. Hakuna nini? Hakuna kitu ya free. Msifikirie hapa ni maswali kimahali ati mnaenda mnaomba pesa free. Hakuna. Hapa ni lazima wao usaidiane ndio pia wewe usaidiwe. Kwa hivyo mtu asikudanganya ni pesa ya free. Usiposaidiana hauwezi patiwa hata shilingi. Hata tu ndururu hivi. Wewe peke yako kwanza tangulia usaidiane. Kwa hivyo watu wanatulizana, hii pesa inatoka wapi? Mimi nauliza watu wangu, jana vile ulitoa 5,000 ilienda wapi? Tulisaidiana. Ule mtu pia huko anajiuliza hii pesa imetoka wapi? Imetoka kwako. Ni wewe unasaidia huyu na ule anasaidia huyu hivyo. Na system nayo ina balance. Inajua huyu anataka na kupeana na huyu naye anataka apati. Sasa inawaleta pamoja. Kwa hivyo wakati nilienda kuomba nikasema wacha niombe 70 tena kiti kaniambia wacha hapana. Wacha niombe 20, nikaomba 20. Ikabaki ngapi ndani? 50-20 hiyo nikaenda nikakula, yani ile kukula ya kwanza uhakikishe ni pesa kweli ama ni nini. Ni MMM ama ni nini. Nikasema sasa hii 50 hata sikufanyia kitu ya maana. Kukula tu kuvaa nini, yani ukule vizuri mpaka uhakikishe yani ni MMM. Sasa mtu akaniambia mwenye aliniingiza tena mwezi ikiisha tena itakuwa imefika 65.
Nikakaa. Sasa unajua mara ya kwanza unaangalianga tu, siku ikifika imegrow. Tena mwezi kuisha ikakuwa imefika 65. Tena nikaenda wacha nijaribu tena nione kama itatoka. Nikaomba tena 15. Tena wakanipatia saa hiyo. Nikaona kumbe hii kitu ni ukweli. Umeona? Sasa sikuwa nimeamini, nilikuwa ndio najaribu hata pia mimi. Nikaona ni ukweli ikatoka. Sasa mimi ujinga yangu ama uelevu yangu ikaniambia, sasa mara ya kwanza niliomba 20, sasa nimeomba 15. Yote ni ngapi? 35. Sasa pesa yangu imebaki huko 15. Unajua na hesabu niliweka 50. Anasema sasa imebaki 50. Sasa nikiomba 15 tu hivi, hata kakianguka kaende sina shida. Sasa mwezi ya 3 tena nikaenda hata mwezi ya 3 sikuomba 15. Sasa niliomba ikikuwa 30. Hata nikapunguza 30. Sasa pesa yenye nimekula ni 30 plus 35 ni ngapi? 60. Haya, kwa MMM nimetoa ile 50 yangu nimepunguza 15, nyingine imebaki ngapi ndani? 35. Sasa mimi najikontrol. Sasa hata MMM hii kama ilikuwa ni vya uongo ama nini vikienda, mimi pesa yangu nimeshakula 50 na nimekula mpaka 15 ya juu. Sasa siku nyingine nilijiuliza, na kweli 15 ya juu yenye nilikula ni ya nani? Ndio nimekula yangu imeisha mpaka niko na 15 juu. Nikajiuliza sasa hii 15 ni ya nani? Na mtu akaniambia hapana, hapa ni kusaidiana for free. Sio loan. Hata hiyo pesa yako yenye ika hapa hiyo 30 itaendelea kugrow tena. Tena ikaendelea kugrow tena, nikaona imefika. Sasa nikakuwa na moyo na MMM kabisa na nikashika laini. Hata tumeenda mkutano kama hii, watu waanze kutoa testimony. Watu sasa wakaanza kutoa testimony. Mimi sasa nikaona kumbe hakuna testimony mimi natoa. Yangu inakuanga nira. Mwingine akaniambia unaona MMM hii niko na mwaka moja, nikaapa na premium hii nimenunua 1.5. Yaani huyu jamaa mwaka la amenunua premium 1.5. Mwingine akakuja, "Kwa hii MMM nimenunua saibu loti ngapi?" 3. Na unajua ni kijana hata sio mzee.